Karibu kusikiliza historia fupi ya marehemu Hashim Kambi ambaye alizaliwa tarehe 21 ya Oktoba mwaka 1956 na kufariki tarehe 27 Aprili mwaka 2026. Kufuatia kwa taarifa hii ambapo tasnia ya filamu nchini Tanzania imepata pigo kubwa sana kufuatia kwa taarifa za kifo cha msanii mkongwe Hashim Kambi ambaye alifariki dunia akiwa hospitalini baada ya kuzidiwa ghafla wakati akifanya shughuli zake za kurekodi studio. Marehemu Hashim Kambi ambaye alikuwa ni miongoni mwa wasanii waliotumikia kwa muda mrefu sana tasnia ya Bongo Movie, huku akijizolea heshima kubwa sana kutokana pia na umahiri wake wa kuigiza hasa kwenye majukumu ya husika wa watu wazima yenye mafundisho ya kijamii. Kupitia kazi zake ameacha alama ya kudumu kwenye mioyo ya watazamaji wengi sana, huku akichukuliwa kama mmoja wa waasisi na walezi wa vipaji vipya ndani ya tasnia ya filamu Tanzania. Lakini kabla yote pia nikukumbushe kwamba kwa marehemu mkongwe wa filamu Hashim Kambi ambaye pia aliweza kujizolea umaarufu kwa kushiriki katika filamu mbalimbali ikiwemo Sanda Nyeusi, Simu ya Kifo, Binti Nusa, The Lost Twins na nyinginezo nyingi ambazo zilifanya vizuri, na pia aliendeleza ubora wake, jitihada na umahiri wake ambao mpaka leo hii ameweza kufariki. Lakini pia bado mioyo ya Watanzania wengi sana na hata wa Kenya, wa Kongo na baadhi ya mashabiki mbalimbali wanaokumbuka pia kazi zake ambazo zilifanya vizuri na zilivuka boda kutokea nchini Tanzania na kuelekea katika nje ya Tanzania. Mimi sina la ziada, lakini hii ilikuwa ni short code kuhusu historia fupi ya marehemu Hashim Kambi ambaye ataendelea kukumbukwa, na tuendelee pia kukumbuka na kupata fundisho kwamba kila nafsi itaonja umauti. Hujafa hujaumbika, hakuna mkamilifu.